Taharuki ya tanda Tanzania baada ya tukio kutokea ambapo jeshi la FFU lilizuia waumini kuingia kanisani. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Siku moja baada ya Askofu Josephat Gwajima kudai alitumia kanisa lake kwa ajili ya ibada ya Jumapili, hali ya kushtua ulimwengu imetokea baada ya serikali kutumia jeshi la polisi kuzuia watu kufanya ibada. Polisi kitengo cha FFU wakiwa kwenye mavazi yao ya kupambana kumeibua hisia mbaya juu ya haki ya uhuru wa kuabudu. Na kwenye video hiyo ambapo inaonyesha waumini wa kanisa pamoja na wasio wa kanisa hilo wakiungana kufanya maombi ambayo yalikuwa yakilaani kile kinachodaiwa kunyimwa uhuru wa kuabudu. Ujio wa polisi kulipelekea baadhi ya watu kukaa mbali na kanisa kuhofia usalama wao, lakini kundi kubwa la waumini liliendelea kubaki kupiga maombi ya kutoiunga mkono serikali kwa kufunga kanisa. Inadaiwa kwa kauli ya Gwajima ya jana ndio imepelekea leo kanisa kugeuka kuwa kituo cha polisi. Inasemekana kuwa Gwajima alitoa tamko hilo kupima uwepo na upepo wa maamuzi ya serikali juu ya kulazimisha kutumia kanisa. Wanadai kama angeonekana eneo hilo, basi serikali ingepata sababu ya kumweka ndani. Inaripotiwa kuwa tukio hili limekuwa likiripotiwa kwa nguvu zaidi na vyombo vya habari nchini Kenya na kusambaza zaidi kimataifa, huku wakiwa wamelenga kuonyesha dai lao la ukandamizaji wa demokrasia ndani ya Tanzania. Tukio hili la kanisani kwa Gwajima linazidi kuipaka matope serikali kwenye anga ya Umoja wa Mataifa. Ikumbukwe kuwa Askofu Josephat Gwajima alikwenda kufungia kesi mahakamani dhidi ya serikali kufunga kanisa lake. Matokeo ya shtaka lake limesogezwa mbele kusikilizwa, huku wakidai kuwa Gwajima hawezi kushinda kesi yake kwa sababu mahakama iko chini ya serikali ambayo imemfungia. Je, unadhani kuwa uwezekano wa kanisa la Ufufuo kufunguliwa mapema licha ulimwengu mzima kukemea tukio hilo dhidi ya serikali? Toa maoni yako.